Majira ya saa moja baada ya maji kutulia kabisa, mwili mmoja ulipatikana, na huu mwili ni wa jinsia ya kiume na inasadikiwa aliletwa na maji kutoka sehemu ambako alikuwa anaishi, kwa sababu katika zoezi la utambuzi alitambuliwa anatoka katika kata jirani, kata ya Butimba, na tulitoa taarifa polisi na jeshi la polisi likaja kwa ajili ya kuchukua ule mwili na kupeleka kuhifadhi katika hospitali yetu ya rufaa ya Bugando, huku kisubiria ndugu na jamaa waweze kutambua ule mwili na hatua zingine zifuatwe. Kwa hiyo mbali na hiyo changamoto ya maji kujaa kwenye miji ya watu ambao wako ndani ya eneo langu hili la Mkuyuni, lakini wafanyabiashara wameathirika kiasi kubwa. Kama unavyoona vibanda hivi vyote walikuwa na bidhaa mazao, kwa sababu hapa ni soko mchanganyiko ya bidhaa mchanganyiko. Wanaouza nyanya, vitunguu na kadhalika, lakini wapo wanaouza mazao ya kilimo kama mchele, nafaka zote kwa ujumla. Kwa hiyo zote zimeathirika. Ule ujenzi wa SGR, wale wa China walitengeneza tuta kubwa kule ambalo linaelekeza maji upande mmoja. Sasa maji yakijikusanya huko mbali, yanakuja kwenye mkondo mmoja. Kwa hiyo yanakuja kwa kasi, yanakuja yanavamia hapa. Miundombinu iliyopo hapa inakuwa haina uwezo tena wa kuyamudu. Kwa hiyo vyovyote vile lazima yafanye nini? Yarudi huku sokoni. Ukiangalia barabara iko juu kuliko sisi. Ninachokiomba serikali tuone, itusaidie. Zaidi ni namna ambayo changamoto inaeleweka ni wapi inapojitokeza. Serikali kwani kutengeneza mitaro ya huko nyuma, sio mitaro ya hapa Mkuyuni. Tatizo halitokei hapa Mkuyuni. Mitaro ya Mkuyuni inawezekana kwa maji yangekuwa yanakuja machache, ingewezekana kupeleka pale darajani, lakini ni pale maji yanapokuja mengi, yakifika hapa nafasi inakuwa ni finyu zaidi. Kwa hiyo tunaomba serikali kwa hima mtushike mkono na muone mtafanya namna ipi wakazi wafanya biashara wa soko hili la Mkuyuni tuendeleze biashara kama tulivyokuwa tunafanya mwanzoni. Ukikadiria hapa unaweza kukaa kuna wafanya biashara kama wangapi katika hili soko? Hili soko naweza nikasema wafanya biashara ni wengi sana. Kwa haraka zaidi ya 200 wanafika kwa takwimu za haraka, lakini ukipigwa takwimu za ambazo ni rasmi wafanya biashara ni wengi sana. Kwa serikali tunawaomba na nyie vyombo vya habari mnafanya kazi kubwa sana kuwafikia hawa watu ambao yanatupata haya matatizo. Kwa hiyo tunaombeni sana msaada wenu kwetu sisi ni kutengeneza miundombinu rafiki kwa ajili ya biashara zetu. Hilo ndio kubwa kabisa ambalo tunawataka nyie serikali mtusaidie.